tunapenda kutangaza rasmi parokia mpya mwaka huu 2026 kadiri ya sheria ya kanisa namba 512:15 paragrafu ya 2 na ya 3 kama ifuatavyo. Wapendwa familia ya Mungu, baada ya kamati maalum kutembelea parokia teule na kuwasilisha taarifa ya maendeleo ya parokia hizo teule kwenye kikao cha baraza la mapadri linaloitwa pia Priestly Council cha tarehe 12 mwezi wa 6 2026, kwa furaha napenda kuwatangazia parokia teule zifuatazo kuwa parokia kamili kadiri ya sheria ya kanisa namba 515. Parokia ya kwanza ni parokia ya Mtakatifu Paulo wa Msalaba Idomage. Na pale bado tunaendelea kuandaa paroko, na sasa tunaendelea kumweka msimamizi, atakuwa Padre Carlo Mwalongo. Parokia ya pili ni parokia ya Mtakatifu Bikira Maria Consolata Igombola. Paroko ni Padre Julius Ndenya, msaidizi ni Padre Walter Msigwa. Parokia ya tatu ni parokia ya Mtakatifu Vincent wa Paulo Kitandililo. Na pale pia bado tunaendelea kuandaa paroko, lakini kwa sasa itaendelea kuwa chini ya msimamizi Padre Jordan Majongo, ndiye atakuwa msimamizi. Parokia ya nne ni parokia ya Roho Mtakatifu Lifuma. Hawapo hapo kwa sababu ya paroko atakuwa Padre Edward Kayoko. Parokia ya tano ni parokia ya Mtakatifu Yosef Mfanyakazi Liwengi. Paroko atakuwa Padre Gonza OSB. Parokia ya sita ni parokia ya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Maliwa. Paroko ni Padre Tobias Mgani. Parokia ya saba ni parokia Mtakatifu Monica Matenga. Paroko ni Padre Augustino Biche. Parokia ya nane ni parokia Mtakatifu Augustino wa Hippo Mabala. Paroko ni Padre Damas Mahali. Parokia ya tisa ni ya Mtakatifu Rita wa Kashia Nazareti. Paroko ni Agustino Rwebangira na msaidizi ni Padre Agustino Mtega. Ya kumi ni parokia Mtakatifu Karoli Lwanga Nzegerezege. Pia pale tunaendelea kuandaa paroko, lakini kwa sasa msimamizi ni Padre Innocent Chaula. Mambo yafuatayo kwa parokia hizi nilizozitangaza naomba yazingatiwe. Parokia teule ya Mkena, tumeona baada ya ripoti kutoka kwa ile kamati kuna changamoto kidogo, tunazifanyia kazi kabla ya kutangaza kwa parokia kamili. Naomba waamini wa parokia hiyo teule wawe wavumilivu, tutarudi kwao. Jambo la pili, naomba kamati tendaji na maparoko wa parokia mama wa parokia teule ambazo nimezitangaza parokia mpya, tafadhali mtakana parokia mpya mkae pamoja ili kuona njia bora ya kuachana miharafu mambo ya rasilimali pamoja na kusaidiana na dekanusi wa mahali. Usiachane hivi kwamba basi umeenda kae pamoja
Marekani hata wasimamia, kwa sababu Marekani wote tulikuwa nao kwenye vikao, kwa hiyo wanajua wajibu wao. Jambo la tatu, viongozi wa parokia mpya wafuate maelekezo walioachiwa na kamati iliyotembelea, hasa kuhusu miradi ambayo haijakamilika kama vile ujenzi wa kanisa, nyumba ya mapadre, ofisi za parokia na kadhalika. Naomba tutakuwa tukipita hapo kuhakikisha kwamba kazi hizo zinakamilika. Jambo la pili ni vituo vya utume kwa mapadre wapya. Padre Richard Francis Kikoti unatumwa kuwa padre msaidizi wa parokia Madunda na mlezi na mwalimu wa CTC Madunda. Padre Roberto Examen Maholo unatumwa kuwa padre msaidizi wa parokia ya Ilangamoto. Mabadiliko ya vituo vya utume kwa mapadre wengine. Namba 1, Padre Ebonius Msigwa ambaye alikuwa misionari jimbo la Bunda anarejea jimboni na atakuwa paroko wa parokia ya Mlevena. Padre Estras Lowe ambaye alikuwa mkurugenzi wa shule ya msichana seminari ya Nduga Mtakatifu Monica, kwa sababu shule hii imeshakabidhiwa kwa watawa wenyewe, atakuwa sasa ndiye mkuu wa CTC Madunda. Padre Hekima Mwageni aliyekuwa mkuu wa CTC Madunda sasa unatumwa kuwa mwalimu na mlezi wa seminari ya Mtakatifu Joseph Kilocha.